ambapo tunaungana na Ali Bakari Mufti baada ya muda mrefu kweli tangu World Cup ilivyoanza tukombe Mufti akapotea. Lakini shwa Mufti huyu hapa. Mufti, mambo vipi? Salama kabisa. Tuko vizuri? Tupo vizuri kabisa. Ni miezi miwili au ni miezi miwili na wiki kadhaa? Inawezekana iko hivyo na maana watu wanasema Mufti kazamia Marekani. Ni kweli nilikwambia Kasuga kwamba nilifika Las Vegas, lakini ni Las Vegas ya mabibo. Vegas ya masumbwi. Na kule kwetu Simba na Nyamala kule Las Vegas sisi mtaa wetu. Hadi timu ipo inaitwa Las Vegas. Kwa hivyo watu wajue kwamba kweli Las Vegas nimefika. Tuko vizuri? Tupo vizuri. Karibu sana Mufti. Asante sana Ibrahim Kasuga, kiukweli nilipamisi sana kusimama hapa. Na kiuzuri ni kwamba nilikuwa nafuatilia sana kipindi wakati wote. Kwa sababu mimi ni miongoni mwa mashabiki nambari moja wa kama tupo zaidi ya mmoja nambari moja basi na mimi nipo hapo. Yaani hakuna namba mbili. Au kama ile ya shule kama wa kwanza point moja. Yes, mtoto wote. Yes, yani kweli. Nambari uno bwana, kabisa. Bwana, karibu sana. Najua mitandaoni mambo vipi ya mwenyekiti wangu. Tumwambia tutamfukuza hapa kama ana. Mufti, ya mwenyekiti ipo? Hata ondoke. Kama unaondoka. Kama mwenyekiti ana ondoke. Kuna watu wanasema tuleteni sisi tutaposti. Wasikusumbue. Mambo na Mufti, kabla ya kwenda kutazama. Yes. Wakati tunachagua matukio kwamba hizi ndizo zilizobamba. Weekend ilikuwa na mambo mengi sana kuanzia Ijumaa. Simba wanaondoka, Jumamosi jezi imezinduliwa. Usiku Yanga wakawa na jambo lao. Jana Jumapili mikutano. Ulikuwa na shughuli kubwa kiasi gani? Of course kweli, hasa kwa sisi watu wa online tulikuwa na kazi kubwa sana. Nimezungumzia kuhusiana na mkutano huo wa Yanga ambao mwanzo nakumbuka mlijadili sana na Kinga Mkono. Alitoa hoja yake kwamba alikuwa anamtaka Hersi pale achambue. Na nashukuru mlijitahidi sana wewe na Michael kumfafanulia vizuri kwamba pale hapakuwa kabisa na muda. Na hasa mfano mzuri ulikuwa ni kwa wajumbe. Maana wajumbe walikuwa wanafika pale wanajitambulisha tu, mimi fulani basi naomba kura zenu. Basi hakukuwa na huo muda tena wa kampeni kama alivyokuwa anataka Kinga Mkono. Kwa hivyo kiukubwa ni kwamba wiki inaekaeka kweli weekend, na wiki hii tulioianza kikweli inaekaeka nyingi. Na najua kwamba Young Africans na Simba Sports wana mambo yao, muda si mwingi hapa kupitia channel hii, bila shaka wanaweza Azam Sports 1. Kwa hivyo kikweli hata kwenye kuchagua mambo ya mitandaoni kunakuwa na kazi kidogo. Tupitishe kwenye yale ambayo umetuletea Mufti. Yes, tuangazie yale ambayo yamebamba katika mitandao ya kijamii. Na kikubwa ni kweli timu za Kariakoo pamoja na wasemaji wao, naweza kusema mameneja habari na mawasiliano ndio watu ambao wanateka kurasa za mitandao ya kijamii sasa hivi hapa. Huyu ni Ali Shabani Kamwe anasema mwakani tena. Na hiyo ndio kauli mbiu ambayo hata jana katika mkutano mkuu wa mwaka wa Young Africans pale the Superdome ni neno ambalo limerudiwa kidogo, na hata na rais ambaye amepewa tena miaka 4 ya kuiongoza timu hiyo. Anasemaje? Anasema leo tuna matukio mawili makubwa sana wananchi. Saa 5 asubuhi tuna mkutano na waandishi wa habari kuhusu kuelekea uzinduzi wa Yanga Day siku ya kesho kule Ushirombo Geita, na ratiba zake zinazofuata ikiwemo uzinduzi wa jezi mpya za msimu. Tayari wenzao wameshazindua. Anasema saa 5 usiku tutakuwa na tukio maalum la kumkaribisha the GOAT Peter Shalulile ndani ya klabu kubwa zaidi ya Afrika Mashariki na Kati. Wachambuzi hapo wanaweza wakatia neno hapo kwamba Mashariki na Kati. Mashariki na Kati. Yes, matukio yote haya yatafanyika makao makuu ya klabu yetu Jangwani, Dar es Salaam. Waandishi wa habari na wanachama na mtakaopata nafasi ya kuja wote, karibuni sana. Najua kila mtu ana hamu ya kumuona live Shalulile leo. Sasa ukija makao makuu Jangwani leo, beba na kadi yako, na ni kadi na N-card, ukate tiketi yako ya kuja tarehe 9 kwenye Yanga Day, bila shaka pale katika dimba la Uhuru, si ndio? Na wengine tutakaoshindwa kuja tuendelee kununua tiketi za Yanga Day. Vituo viko sehemu mbalimbali na miamvuli
ya Yanga imetapakaa pia mitaani. Unaweza pia kununua kwa njia ya simu ukarahisisha zoezi. Hakuna kupoa wananchi, hakuna kupoa. Kuna kupoa. Kwa hapo alikama mtotia ratiba ya matukio. Ratiba ya matukio ya leo, lakini kikubwa ni mapokezi ya Sharulile. Unakumbuka Ibrahim Kasuga pamoja na Idi Nonga na Michael Yera, mapokezi ya Carlinhos. Carlos Fernandez Carlinhos. Yaani ile alama aliyotuwekea sisi hapa hivi. Yule Carlinhos yule. Carlinhos wewe. Kesi ya Carlinhos naambiwa misosi ndio ilifanya akaondoka. Kuna nyakati nilisikia, siji kama ni kweli, nilisikia kwamba msosi mpaka kuna nyakati walijaribu kufanya mawasiliano na ubalozi wa Angola nchini Tanzania. Alipata kwa mimi kwa taarifa zangu ambazo nilidig alipatikana mpishi kabisa kwa ajili ya kumpikia Bwana Carlinhos. Sema jamani, msinani unajua misosi na huyo anafanya watu wanashindwa kuishi. Watu wanakuwa waelewi. Ona kocha alivyokaa pale. Kuna watu huu bwabwa nyama wewe unaufinya. Kuna nchi ule wanauchemsha. Sahihi. Kwa hiyo mtu akija hapa akipikiwa ule vitu vinakuwa viendi, anakosa furaha. Acheni. Hata zege la Dar es Salaam na zege la Mombasa. Ndio hapo wanakuambia ukienda Kenya ukitaka zege kaka watakushangaa. Chips zege ni utamaduni wa Tanzania. Wengine wanaiga. Sema Kasuga umezungumzia kuhusu ubwabwa. Unajua Tanzania hapa akisikia kwamba kuna mtu ubwabwa. Unajua sisi zamani tutambulia kisaikolojia. Unajua zamani nikwambie Kasuga na anaanza kwanza mangula hapa sasa. Nikwambie sisi tulikuwa tunasema ule tunaita mgonjwa wa katai. Yaani mgonjwa anaweza kakataa vyakula lakini ukimpelekea wali ni na ule mufti ukipigwa nyumbani hata njia ya kuitwa na mwenzio. Unaitwa mufti, shauri yako. Sawa, hayo ni Young Africa. Kufananisha tukio la Carlos Fernandez Guimaraes del Campo Carlinhos kupokelewa kwake na Peter Shashaman. Sema hisi hawajaitwa kwenda kumpokea. Wanasema kama watakao kuna nafasi wanaweza wakaitwa tukutane airport. Kuna Yanga wanawajua kaka. Sema inawezekana Carlinhos alikuja muda mbaya muda mzuri wa wananchi. Angekuja sasa hivi. Bwana yes, kwa hivyo nataka kusema Sharulile amekuja nyakati nzuri. Sana. Sasa hivi kaja bajeti ya timu bilioni 36 kaka. Unajua Carlinhos alivyokuja Yanga Afrika bajeti ilikuwa shilingi ngapi? Na hela zilikuwa zinatoka. Na hiyo hata hiyo bajeti tulikuwa tupewe. Bwana huyu ni Ahmed Ally. Amevaa vile ambavyo wanavaa kule katika mambo ya utalii kule. Bwana. Bwana walipofika mimi niliwahi kufika, sio katika safari hii. Karibu sehemu zote ambazo wamepita mimi nilikuwa unasema pale mimi nimepita. Mimi kila sehemu hii gate nilipita hapa. Lakini kwa kupitia Azam TV. Ahmed Ally anasema mambo sawa. Sija kasema mufti anajitengeaga kamuda. Lakini muhimu kufanya utalii wa ndani kabisa. Bwana Ahmed Ally, meneja habari na mawasiliano wa Simba Sports, anasema habari za asubuhi wana Simba. Tupo kwenye maadhimisho ya wiki ya Simba. Ndani ya wiki hii tunapaswa kufanya shughuli za kijamii kupitia matawi yetu pamoja na sehemu anasema na sherehe za kufurahia pamoja. Leo ni siku ya kuchangia damu. Mimi nitakuwa Gongo la Mboto saa 5 asubuhi kutoa damu kwa ajili ya klabu yangu na kuwasaidia Watanzania wenzangu wenye uhitaji. Fokasi yetu, hilo ni la msingi. Fokasi yetu wana Simba hivi sasa kununua tiketi kwa ajili ya Simba Day na kununua jezi za kuvaa siku hiyo. Hiyo ndio focus. Bana, kama vile nilienda Las Vegas, unajua nataka nichomekee kidogo mambo ya Las Vegas. Kombe la dunia unajua. Lakini Vegas umeenda Mabibo, alafu Kiingereza kina je, ningeenda wenyewe. Kuna mmoja alienda huko afa karudi ni korosho ile akashindwa kutaja na Rosh, anasema roho walitaka kumpiga mtani. Lakini kikubwa ni kwamba Ahmed Ally anasema focus ni focus yes. Kwa hivyo kama mlie basi ndio hivyo. Sisi bado tuko nawe, tuendelee. Kuna sehemu tunasubiri. Mnipati. Yaani tuachana focus zote kazi naipenda sana. Bwana huyu hapa ni Vozinha. Yes. Amepata mapokezi makubwa sana kule Chile. Hiyo klabu
inaitwa Kolokolo Kolokolo. Lakini jana kulikuwa kuna tetesi kwamba eti Berkane na wenyewe kama walitaka ilikuwa ni wiki nzima hii kwa kuna tetesi Berkane kama wame hijack deal waweze kumchukua na kwenda kutoa Berkane, na sababu kubwa ambayo inatajwa ni umbali wa huku, mazingira ya Chile. Kwa hiyo taarifa ilizungukia eneo hilo, lakini jana mara baada ya kutoka taarifa kupostiwa ipo kwenye ndege inaelekea Chile, nadhani kila kitu kikafia pale, na then huyo hapa tumemwona. Na nadhani kuna ile misemo ambayo watu tunaishi, binadamu huwa tunakata tamaa, lakini inawezekana muda wa Mungu kiwa ndo muda wako, ndio tunaambia wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Ndio hawezi kuisahau. Naona Vozinha hapa amekula uzi wa Adidas. Chakula dili bila shaka. Unajua nilimwona kwenye ile Legends team ya FIFA hivi. Nilimwona na ubonda kule ngasema shughuli imeisha. Bana. Hayo ndio matokeo ya World Cup, si ndio? Haya, hata hapa ndani mwetu. Na kuongezea bi mkubwa wake jana nimeona kuna nini natembea, anasema saa hizi hodi nyingi sana kwake, na sio kuosha vyombo, anasaidiwa kupikiwa. Hodi nyingi sana zinakosa. Hata ndipo kwamba za mtoto wa shangazi kama za shoka. Yaani hodi nyingi sana. Bwana, hayo ni mambo ya Vozinha huyo. Tayari mambo yamezidi kumnyokea baada tu ya finali za kombe la dunia. Haya, twende katika posti nyingine tuone na kwenyewe kuna habari gani katika zilizobamba mitandaoni. Yes, huyu bwana kijana anatajwa kule Arsenal bwana. Mufti Anatajwa lakini sisi watu wa Barcelona hatutaki bwana. Unatuchekesha. Unachekeshwa. Sisi tunatunza kama risiti, baadaye tunakuja nazo. Wakati sisi tunafanya mazoezi, wakati sisi tunacheza pre-season, watu wanapiga selfie. Nyinyi wanapiga selfie. Lakini babu sasa hivi eti ni babu eti Mourinho eti. Watu wameanza kumwita babu bwana. Babu. Mapambano yake ndio dhidi ya hao. Sasa bwana, huyu ni Valverde alimuotea jamaa akiwa anakula raha huko kaviwa, akachukua hii video bwana, imechukuliwa na Valverde, wapo huko Dubai huko. Sasa Mufti mwanetu ile picha kwa tuma sehemu. Na leo uzoefu haya mambo. Na leo tumemwona live, unajua kuna picha zinatembea bwana, tangu afanye upasuaji. Zilikuwa zinatuchanganya bwana, tumemwona Vini leo bwana. Nasema wewe umekaa peke yako unacheka hivi. Na kuna sehemu jana kati niko Tabata kaka nenda dukani na kijiwe ile taarifa nilisikia, sasa iliniuma nikapita nisikia wewe wanasema watangazaji wa siku hizi bwana, kwa nini Vini akaenda Arsenal wanasema Arsenal timu ndogo? Mimi nikapita kama sijasikia. Kwa nini mnawatesa watu? Kasuga kwa uzoefu wako. Kasuga kwa uzoefu wako hii inakwenda wewe mwambie director aiachie hiyo video afu muone Vini pose zake za kupiga picha. Bila shaka kaka Musa hilo amelisikia. Pale naamini Vini alikuwa anatuma risiti. Tumefika bwana Dubai. Hiyo. Si unaniona? Unamwona bwana Vini? Kaka hiyo risiti hiyo inatumwa sehemu. Afu akashtuka wameniona. Alafu ndo unaona anaandika caption. Vini anatuma risiti. Kwamba tayari kwamba nimefika. Wewe Kasuga mara mwisho kufanya ilikuwa lini? Akakayo mambo yanatokeaga. Alikuwa peki. Kuna muda ili risiti kamilika na mjua. Mpokea video call kama kwa eneo la tukio. alione bango huko. Bango na. Tumalizie ya mwisho kabisa bwana, Geita Gold bwana. Kesho kuna ndio wanazindua ile wiki ya wananchi. Yes, Katoro kule. Katoro kule. Lakini katika ratiba ya Young Africans watafika katika uwanja wa Bukombe. Yes. Nimeona juzi kwa Singida jana. Moja la uwanja. Singida walipita pale. Kwa hivyo Young Africans, lakini Geita Gold wanasema siku ya kwanza mazoezini tukiwa kwenye uwanja wa nyumbani. Bwana, watu wa Geita sasa wataanza kuzitazama mechi usiku pia. Kwa sababu uwanja unaruhusu kucheza usiku bwana, standard sana. Yaani na kiukweli kwanza ni uwanja ni mzuri. Uwanja mzuri sana. Na kesho bila shaka tutaushuhudia kwa uzuri zaidi, ambapo wananchi na wenyewe watapita pale. Yes, na kesho kuna mechi ya kirafiki itachezwa hapa. Geita Gold nafikiri watacheza na Pamba Jiji kama kitu kama hicho nafikiri katika sehemu hiyo ya kufungua uwanja, lakini uzinduzi rasmi ndio itakuwa katika mechi ya kwanza ya NBC ambayo itachezwa kule sasa. Baada ya kuanza mechi ambayo itachezwa kule ya Geita Gold atakapokuwa mwenyeji, ndio itakuwa mechi, ndio uzinduzi rasmi nafikiri ndio wa
uwanja huu hapa. Upo kule nadhani pia Mufti huu uwanja umeshtua watu wengi sana. Sababu sijajua watu wa eneo lile lakini na hata kwenye matengenezo yake picha za kwanza tulipotokea kila yani uwanja ulikuwa unajengwa. Yani haukuwa hamna kelele. Kama nilikusikia mwanzo kama si wewe basi Mike nafikiri mlizungumzia pale kwamba Hussein Masanza baada ya kuambiwa dau la Peter Shalulile akasema ni afadhali wakamalizie uwanja ambao kimsingi wakati wa ujenzi kelele Masanza hakuwa, lakini uwanja wamekuja kama wametupiga surprise. Sijui walizungushia kitu gani mpaka kaka kwa tabia zetu wa Tanzania. Unajua uwanja wa Bukombe umenikumbusha wakati uwanja wa New Amani Complex kwenye maboresho. Unajua wakati ndo ile umeenda kuzinduliwa, nakumbuka linda Diamond Platnumz alifanya performance. Ndo kuna asilimia kubwa ya Watanzania wakashtuka. Uwanja mkubwa hivi sasa hivi. Alafu sasa uwanja wa Amani ulishtua kwa sababu Januari watu walicheza Mapinduzi. Alafu Mapinduzi inayofuata yani ndani ya miezi 12 tu uwanja umebadilika kwa asilimia kubwa sana. Kwa hivyo kumbe hivi vitu vinawezekana. Watu wakiweka mkazo. Unataka kusemaje wewe? Hata siongeze nini. Usikinga mkono chambua. Bwana Kasuga, mimi bwana nimefikia hapo. Umemaliza? Ndio umemaliza kaka? Kwa leo leo ni kama nimekuja kujitambulisha. Leo kama nimekuja kujitambulisha. Hujaiona? Wewe Mufti vipi bwana Mufti bwana? Taarifa kiukweli nimeiona. Kwa nini sasa? Na washauri tu watu wapitie katika ule ukura. Kuchukua tahadhari muhimu. Umeogopa tutakutegea kaka. Wewe sina. Au unaweza kusoma peke yako taarifa. Nikashirikisha mama. Bwana unaniruhusu? Bwana Mufti, mimi nakuruhusu tumalizie kwenye the pitch au taarifa chache, lakini umefanya jambo la busara sana kutokuja na ile taarifa ulikuwa unaitaka kwa sababu na kuhakikishia hawa wangeanza kukuoji wewe kana kwamba wewe ndio mtu wa taarifa. Kwa hiyo umefanya jambo la maana kabisa. Nakushukuru, asante sana. Bwana, shukrani sana Ali Mufti kwa zilizobamba, ameweza kutupitisha kwenye zile ambazo zimebamba kwenye mitandao ya kijamii.